Karibu sana mtazamaji wa Kipepeo Media katika kipindi chetu cha Bahasha Mkononi. Leo mbunge wa jimbo la Temeke Mheshimiwa Mariam Kisangi, ambaye pia vile ni mkurugenzi wa taasisi ya Kisangi Foundation, leo ameweza kukabidhi vifaa vya kielimu katika familia ambazo hazina uwezo, lakini vile na katika makundi maalum. Vifaa hivyo aloweza kukabidhi ni pamoja na madaftari, kalamu, mabegi na vitu vingine vya kielimu. Akizungumza katika shule ya Dovya iliyoko Temeke, yeye ndoto yake ni kuweza kuona wanafunzi hata wale ambao wanatoka katika mazingira magumu wanapata elimu. Tumsikilize alichokizungumza. Hakuna kilichoniumiza zaidi katika safari yangu ya uongozi kama kuona mtoto anabaki nyumbani au anashindwa kuhudhuria shule kwa hofu ya kukosa uniform sahihi. Si kwa sababu hapendi kusoma, bali kwa sababu hana sare. Jambo hili limeniumiza sana mimi na taasisi yangu. Hivyo taasisi yangu iliamua kabisa, ambayo nawashukuru kwa dhati. Mimi kama mkurugenzi nisingeweza kufanya vitu hivi bila wao. Nawapongeza sana na nawashukuru sana kwa utendaji wao. Mpaka leo hii tumefikia kwenye hatua hii ya kukutana hapa na kuzindua kampeni yetu ya elimu bila kikwazo. Kampeni hii inasema wazi, hatutaruhusu tena mtoto wa Temeke kuacha ndoto zake kwa sababu ya mazingira magumu ya kukosa vifaa vya shule. Hii si kampeni ya siku moja, ni ahadi, ni dhamira, ni wito. Kampeni hii itatekelezwa mara 2 kwa mwaka katika mihula yote miwili ya masomo, ili kila mtoto anahitaji msaada apate na apate kwa wakati. Hata hivyo, dira yetu ni pana zaidi. Lengo kuu la kampeni hii ni kufikia wanafunzi wa ngazi zote, kuanzia shule ya msingi, sekondari hadi vyuo vya kati, vyuo vya elimu ya juu, ili kuhakikisha safari ya elimu ya mtoto inalindwa na kuungwa mkono katika kila hatua. Watoto wapendwa, vifaa mnazopokea leo ni ishara ya matumaini na imani tulionayo kwenu. Tunawaomba mvitumie kwa bidii, nidhamu na kujituma, mkijua kuwa elimu ndiyo urithi bora zaidi mtakao ubeba maishani mwenu. Wazazi na walezi, naomba muendelee ushirikiano na walimu na viongozi wa elimu kuhakikisha watoto wanahudhuria shule mara kwa mara, wanatunza vyema na wanahamasishwa kuthamini elimu kama msingi wa maisha yao ya baadaye. Kwa niaba ya Kisangi Foundation, ninaahidi kuendelea kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali ili kuimarisha kampeni ya elimu bila kikwazo kwa lengo la kujenga kizazi chenye elimu, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo ya Temeke na taifa kwa ujumla. Kwa maneno hayo machache, natamka rasmi kuwa zoezi la kukabidhi vifaa, sare za shule kwa watoto wa shule za msingi. Kwa upande wake, diwani wa kata Makangarawe Mheshimiwa Fadhili Mboga, naye katika swala hilo la kutoa misaada, naye aliweza kuzungumza. Nichukua nafasi hii pia kumshukuru mbunge wangu Mama Mariam Kisangi. Leo tuko hapa kwa ajili ya tukio la kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum wapewe vifaa vya shule ili Jumanne tarehe 13 waweze kuanza masomo yao. Kama tunavyosema, Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu ameshatupa maelekezo kwamba tuhakikishe kwamba jamii yetu inapata furaha. Na usema furaha, leo tarehe 13 shule inafungua. Kwa hiyo watoto wote bila kujali wana uchumi gani wazazi wao, tunahakikisha kwamba tarehe 13 watoto wote wanakuja shule wakiwa smart, wakiwa na vitendea kazi ili waweze kupata elimu bora. Kwa upande wake, wadau wa maendeleo kutoka taasisi ya WIPAS inayopatikana mkoani Pwani, wilaya ya Kibaha, nao waliweza kuzungumza umuhimu wa kutoa msaada kwa familia ambazo hazijiwezi, kwa sababu na wao waweze kujiona kufuatia tunavyoelekea katika msimu huu ambako shule zinaelekea kufunguliwa.
Siku hii ya leo ni siku ambayo ina maana kubwa sana kwa kuja kushuhudia jambo ambalo limetukusanya siku ya leo la kuwapatia watoto wenye mahitaji maalum sare na vifaa vya shule. Jambo hili ni kubwa sana kwa ushirikiano ama na usimamizi wa Kisangi Foundation ambaye mkurugenzi wake ndio mbunge Mheshimiwa Mariam Nasoro Kisangi wa Temeke. Amefanya jambo kubwa sana. Sambamba na hili sisi kama wadau wa elimu na mimi ni mwakilishi wa taasisi ya WIPAS, tumekuja kuungana. Sisi katika eneo la elimu WIPAS tunafanya vizuri sana. Tena kuanzia nasari mpaka vyuo sisi tunatoa elimu. Ukiangalia na ada zetu ni nafuu, na hususan katika mpango mkakati ulioanza mwaka huu 2026 tumekuwa na punguzo kubwa sana la ada ambalo ni kuanzia 20% mpaka 70%.